Nina wasalimu ndugu watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu kwenye ukumbi wetu wa Tanzania News TV. Ninakuomba tafadhali uweze kusubscribe. Kuna operesheni ambayo imeanzishwa na chama cha Chadema, operesheni ya katiba mpya, na vilevile operesheni kumwachia Tundu Lissu kutoka gerezani. Na mnaelewa wale ambao wameweza kumshikilia Tundu Lissu ni hii serikali batili ya Samia Suluhu Hassan kwa mashtaka ya mchongo. Wamemwekea mashtaka ya uhaini na mambo mengine. Sasa katika kanda hii ninaomba tuweze kuchanganua haya kwa undani, na hili chapisho limeweza kuchapishwa na Director of Publicity and Communication Chadema, Secretary General of the Women Wing in Kinondoni Region, mwenye anaitwa Brenda Rupia Jonas. Yeye ndiye ameweza kuachia hili chapisho, jinsi ambavyo makala hii inajieleza. Sasa kabla hatujasonga mbele, niruhusu ni kuombe kwa moyo mkunjufu, kama unanipata kwa mara ya kwanza, like video, subscribe, turn on notification bell, yani bonyeza hicho kengele, na utakuwa umeweza kujiandikisha kama mwanafamilia wa hichi kituo. Sasa mtazamaji wangu, karibu tusonge mbele. Jinsi ambavyo unaona hapo, chapisho hili limeweza kutolewa na Brenda Rupia. Yeye mwenyewe ameweza kueleza hivi operesheni katiba mpya, na hapo juu akaandika Free Lissu, achia Lissu, na akadokeza kwamba Chadema itafanya mikutano yake ifuatavyo ya kutaka katiba mpya na mikutano ya kutaka mwenyekiti Tundu Lissu aachiwe. Upande wa Victoria Victoria Mei 16, Katoro, haya Serengeti Mei 19, upande wa Kahama Kaskazini Mei 22, Arusha ndio watakuwa Mei 22. Unajua, wacha nikueleza hivi, mojawapo ya mambo ambayo yanasukuma sisi wa Tanzania kukosoa hii serikali ni jinsi ambavyo wanazidi kuchelewesha hili swala la katiba mpya. Unajua, katiba ambayo inatumika sasa hivi na huu utawala wa Samia, tunaweza tukasema kwamba hii katiba hatuoni umuhimu wake, kwa sababu kama ni demokrasia haifuatwi katika taifa letu. Unajua demokrasia ni nini? Demokrasia ni pale ambapo unapata kwamba tunaandaa uchaguzi wa haki na huru. Demokrasia vile vile ni pale ambapo unapata vyama vinaruhusiwa kushiriki mikutano ya kisiasa bila ya kufungiwa, kama tukio ambalo tuliweza kuliona mwaka uliopita, kipindi ambapo serikali hii ya Samia iliweza kufungia Chadema wasije wakashiriki kwenye mikutano ya kisiasa. Demokrasia vile vile ni pale ambapo unapata kwamba wananchi wanaruhusiwa kukusanyika, na ndio maana tunataka katiba mpya ambayo inaruhusu
hayo kuweza kutendeka. Hii katiba ambayo iliyopo sasa hivi hairuhusu haya kutendeka. Polisi wako na mamlaka zaidi. Hayo ndio tunataka yaweze kupunguzwa. Hayo ndio tunataka yaweze kupunguzwa. Vile vile tunataka reformu. Kuna mabadiliko ambayo tunataka, kama vile mabadiliko ya uchaguzi, reforms. Na ndio maana unaona Chadema wameanzisha operesheni katiba mpya. Wacha nikuelezee. Serikali isipopewa presha watazembea. Wataashumu kwamba wananchi wamesahau. Wataashumu kwamba wananchi hawana haja na katiba. Tunataka katiba ambayo hata kiongozi wa serikali akikosa, katiba yenyewe inamuadhibu. Sasa hivi hii serikali ya Samia, hata viongozi wakosee hawawezi wakaadhibiwa, ili mradi tu wanamsapoti huyu kimama mwenye aliweza kuwaua ndugu zetu mwaka uliopita, hawawezi wakaadhibiwa. Vile vile katika operesheni hii ya katiba mpya, Chadema vile vile inaangazia swala la kuachiliwa kwa mwenyekiti wetu Tundu Lissu. Lissu ni mwenyekiti wetu, na hakuna kiongozi yeyote ambaye, ama hakuna kiongozi mwingine ambaye anaweza akatoshea kwenye viatu vyake Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema. Hakuna. Hawa ambao wako madarakani wenye wanashabikia uhalifu, watu wakiuawa, watu wakichinjwa, alafu nasikia viongozi wengine kama vile Mwigulu Nchemba, nimemuona pale Kenya, Nairobi, jirani yetu, sijui ameenda kumwakilisha Samia pale. Mwigulu Nchemba kazi yake ni kusema watu walilipwa kuandamana, badala ya kukemea mauaji, badala ya kukemea uongozi mbaya, yeye anashabikia uongozi mbovu kwa minajili tu ya kupata madaraka. Haya ndiyo Chadema imeweza kuvalia njuga, imeweza kuchukulia maanani, inataka yaweze kutekelezwa. Ni vizuri kwa sababu serikali yoyote isipokuwa na upinzani mkali itawanyanyasa wananchi, itawaongoza wananchi kutumia kwa udikteta ama kutumia udikteta. Serikali yoyote isipokuwa na upinzani mkali, isipokuwa na mrengo wa upinzani ambao unamulika serikali, inaweza ikatumia hata pesa vibaya. Kwa hivyo ninashukuru Chadema kwa kuamua kuchukua fursa hii na kutaka katiba mpya iletwe. ACT Wazalendo nayo tunawaomba tuungane pamoja, tulete ukombozi katika taifa letu la Tanzania. Ukombozi hauwezi ukaja kwa maneno, ukombozi utakuja kwa vitendo. Sijui kama unanielewa. Siwezi nikamaliza bila kuwaambia kwamba vile vile Chadema wanaomba changa hapo kidogo. Mnaelewa, walikuwa wamefungiwa, hasa pesa zikuwa za kufanya mikutano. Ukichanga kidogo kila ambacho uko nacho, utakuwa umeweza kusaidia hichi chama kushiriki kwenye mikutano mbalimbali ya kutetea taifa letu, kama vile operesheni katiba mpya na operesheni fungulia Lissu kutoka kwa jela. Mimi ni Bwana Ezra, tuendelee kupashana ili mradi tu usubscribe na uweze kutan ama uweze kufinya hicho kengele.
YouTube itakuwa inakuambia wakati ambapo tunaachia kanda.